Nimejionea mwenyewe kanisa imefika sehemu nzuri. Na mimi pia nitaenda kuunga kwenye hii kazi kwa shilingi milioni 4. Milioni 4 za Tanzania, makofi mengi. Mimi na familia yangu tutatoa shilingi 500,000. Mimi na shilingi 300,000. Jumla ya pesa zilizopatikana mheshimiwa mkuu wetu ni milioni 21,619,000. Oldonyo Media. Habari karibu nawe. Harambee ya kuchangisha fedha na vifaa kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa kanisa la Kiinjili la Kilutheri Tanzania KKKT Dayosisi ya Kaskazini Jimbo la Kilimanjaro kupitia ushirika wa Msitu wa Tembo mtaa wa Israel imefanyika kwa mafanikio, huku viongozi na wadau mbalimbali wakijitokeza kuunga mkono ujenzi huo. Katika harambee hiyo, mdau wa maendeleo kutokea wilayani Simanjiro mkoani Manyara, ndugu Taiko Ole Kulunju ameendelea kuonyesha mshikamano wake katika kusaidia shughuli za maendeleo kwa kuchangia kiasi cha shilingi milioni 4 pamoja na mifuko 100 ya saruji, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kuhakikisha ujenzi wa jengo hilo unakamilika. Ndugu Taiko Ole Kulunju amesema mchango wake ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za waumini na uongozi wa kanisa katika kuhakikisha wanapata jengo lenye mazingira bora kwa ajili ya ibada pamoja na shughuli mbalimbali za kijamii. Amesisitiza kuwa maendeleo hayawezi kufikiwa na mtu mmoja pekee, bali yanahitaji ushirikiano wa viongozi, taasisi za dini, wafanyabiashara, wadau wa maendeleo na wananchi kwa ujumla bila kujali tofauti zao. Harambee hiyo pia imehudhuriwa na viongozi mbalimbali wa serikali na chama, akiwemo pia mheshimiwa mbunge wa jimbo la Simanjiro akiwakilishwa na katibu wake Frank Oleleshwa, mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM wilaya Simanjiro, pamoja na madiwani mbalimbali kutoka wilaya Simanjiro. Kwa pamoja, viongozi hao wamechangia zaidi ya shilingi milioni 21, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za waumini katika kukamilisha ujenzi wa kanisa hilo. Kwa upande wake, diwani mwenyeji ambaye ni mwenyekiti wa halmashauri wilaya Simanjiro, Mheshimiwa Kaleya, ambaye pia naye ni miongoni mwa wageni rasmi katika harambee hiyo, amewashukuru viongozi, waumini, wadau wote waliojitokeza kuchangia ujenzi huo kwa fedha, vifaa na namna nyingine mbalimbali. Mheshimiwa Kaleya amesema ushirikiano na moyo wa kujitolea ulioonyeshwa na washiriki wa harambee hiyo ni mfano mzuri wa mshikamano unaopaswa kuendelezwa katika jamii, hususani katika kusaidia miradi yenye manufaa kwa wananchi. Lengo la harambee hiyo ni kuchangisha fedha na vifaa kwa ajili ya kuendeleza ujenzi wa jengo la kanisa, ikiwemo kukamilisha hatua mbalimbali za ujenzi kutoka kwenye lenta ya kwanza na ya pili hadi hatua ya upauaji pamoja na mahitaji mengine muhimu. Mchango wa Taiko Ole Kulunju na viongozi wengine katika harambee hii unaonyesha kuwa maendeleo ya jamii hayapaswi kubaki kuwa jukumu la taasisi au kundi moja pekee. Pale viongozi, taasisi za dini, wafanya biashara na wananchi wanapoweka tofauti zao pembeni na kuungana kwa lengo moja, miradi ya kijamii hupata nguvu na kasi ya kukamilika. Harambee hii ni mfano uliothibitisha kuwa mshikamano, kujitoa na uwajibikaji wa pamoja vinaweza kuwa chachu ya maendeleo endelevu katika jamii. Hii ni Oldonyo Media, habari karibu nawe. Salamu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndugu wageni rasmi na wageni waalikwa, tunapenda kutumia nafasi hii kumshukuru Mungu kwa kutupa afya njema na kibali cha kufika mahali hapa kwa ajili ya tukio hili muhimu. Pia tunawashukuru wageni rasmi, wageni waalikwa pamoja na washirika wote kwa kuacha shughuli zao na kukubali kujumuika nasi leo. Karibuni sana. Aidha, tunamshukuru Mungu kwa utunzaji wake tangu kuanzishwa kwa mtaa wetu wa Israel mwaka wa 2003, ibada zikiwa zinafanyika chini ya miti na baadaye kupata jengo dogo la ibada ambalo linatumika hadi leo. Ndugu wageni rasmi na wageni waalikwa, lengo kuu la harambee hii ni kumaliza jengo la kanisa litakalokuwa na uwezo wa kuwahudumia waumini kwa sasa na vizazi vijavyo. Hali ya ujenzi. Ndugu wageni rasmi na wageni waalikwa, ujenzi wa kanisa umefikia hatua ya lenta na kupaua. Na ili kuendelea na hatua hizi, tunahitaji fedha za kukamilisha kazi hii. Ujenzi wa kanisa hadi kufikia hapa imegharimu milioni 16,486. Na makadirio ya gharama za kukamilisha hatua hizo zilizobaki ni shilingi milioni 70. Ndugu wageni rasmi, ombi letu na wageni waalikwa, kwa heshima kubwa tunaomba msaada wenu wa hali na mali ili kufanikisha ujenzi wa nyumba hii ya ibada. Tunaamini kuwa mchango wenu una umuhimu mkubwa
Katika kufanikisha kazi hii, ushirikiano wenu utasaidia sana kuharakisha ujenzi na kuwawezesha waumini kupata sehemu nzuri na salama ya kumwabudu Mungu. Shukrani. Ndugu wageni rasmi na wageni waalikwa, kwa niaba ya uongozi wa kanisa na waumini wote wa mtaa wa Israeli, tunawashukuru sana kwa kutenga muda wenu kushiriki pamoja nasi katika kazi hii. Tunaomba kwa unyenyekevu muungane nasi katika kufanikisha kazi hii ya ujenzi wa kanisa. Najua ulinifuata ukaniambia naomba uwe mgeni rasmi, ila ilikuwa ni miezi kadhaa, kama miezi miwili hivi mbele, lakini umefanya vizuri kwa sababu ili watu wajiandae. Nimejionea mwenyewe kanisa, na kanisa imefika sehemu nzuri, na hiyo hela ambayo ilisemekana milioni 16 imekula. Hata hivyo imejitahidi sana. Bwana, au ni nyie ndio mafundi? Sababu hapa imeenda hela imetembea kidogo. Sasa ili na mimi niende nikakae, kwa sababu sina mambo mengi sana, kwa sababu siku ya leo ni siku ambayo tumekuja kuunga mkono nyumba ya Mungu, ili tuangalie kama tutamaliza gurudumu hili, kwa sababu hata risala ilisema kwamba wanataka gharimu milioni 70, lakini hata kama haijatoka leo, lakini at least kuna mahali imefikia. Lakini nafikiri kwamba itafika mahali ambavyo mkirudia kwa awamu ya pili itaisha. Na mimi kwanza nitaunga mkono mwenyekiti, kwa sababu uliniita na umeniheshimu sana, na nakupa hongera sana. Sasa na mimi pia nitaenda kuunga kwenye hii kazi kwa shilingi milioni 4. Milioni 4 za Tanzania, makofi mengi. Na milioni hizo 4 zinatolewa keshi hapa Maragoralia. Naitwa Frank Olole, kama mlivyosikia ni katibu wa mbunge wa jimbo la Simanjiro. Kwa leo namwakilisha mbunge. Kipekee kabisa naomba nitoe salamu za Mheshimiwa James Ole Mili, mbunge wa Simanjiro, naibu waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Mheshimiwa mbunge amesema tumejitahidi, nilikuwa nije hapa na milioni 1 keshi, lakini kwa sababu ya tatizo la kimiamala imeshindikana. Alisema kwamba akifika tu airport tarehe 20 atatuma shilingi milioni 3. Ukanda wa msitu wa tembo yenye jina iliyobeba ya halmashauri ya wilaya ya Simanjiro kwa maana ya mapato. Na maneno uliokuwa nayazungumza yananigusa sana, na kama vile tuliongea pamoja, kwa sababu kwenye hotuba yangu ya kwanza nilipochaguliwa mwenyekiti wa CCM wa wilaya nilisemea sana ukanda huu ambao una utajiri mkubwa wa asili. Tuna madini ya kutosha ya ujenzi. Kama ulivyosema mwenyewe, Kilimanjaro kwa maana ujenzi huwezi kufanya jambo lolote bila kuja kata ya msitu wa tembo na kata ya Ngolika. Kuna utajiri mkubwa sana. Na hii Chama cha Mapinduzi kiliagiza serikali yake kupitia mheshimiwa mbunge na madiwani waloko hapa kwamba ukanda huu lazima ufanyiwe kazi, kwa maana kubwa kuleta tija na mapato makubwa zaidi kwenye halmashauri yetu. Baada ya kusema hayo machache, basi niseme na mimi nimekuja kumuunga diwani wangu mkono kwa shilingi 500,000 na nitatoa hapa. Naomba nichukue nafasi hii kumshukuru Mungu sana aliyefanya siku hii iwe hivi kwa ajili ya kusanyiko hili la kumjengea Mungu nyumba ya kumwabudia. Hakika niseme Mungu wa mbinguni atawalipa msipozimia moyo. Na wahakikisheni ili tofali mlioweka ni historia kwangu, ni historia kwa maisha yenu. Nasema Mungu aendelee kuwabariki mno. Lakini zaidi nimpongeze sana mdau wa maendeleo Taiko Welikulunju, ambaye yeye amekuwa kinara wa maendeleo katika wilaya yetu ya Simanjiro, lakini zaidi mkoa wa Manyara. Jumla ya pesa zilizopatikana mheshimiwa mkuu wetu ni milioni 21,619,000. Hiyo ndio pesa keshi iliyopatikana. Lakini ahadi ni milioni 4,910,000. Lakini pia mdau wetu ameendelea kujigusa kwa sementi 100. Lakini pia keshi mbuzi 2
ambayo MC utasaidia kuuza hapa, kubadilisha, ili basi turudishe maiki kwa wachungaji wetu. MC karibu kwa mauzo ya hizo mbuzi mbili. Asante sana. Mimi niseme niwashukuru na Mungu aendelee kuwabariki mno.